Sasa alhamdulillah mpira umetufanya tukajuana na watu wengi na mpaka leo tukikaa tukikumbuka kanda ya mpira tunasikia raha sana. Bwana Ganuga, katika maelezo umetupa kiujumla sana, kwa sababu tunaweza kusema kwamba Kisauni ni area kubwa sana. Hata kisiasa ile constituent ya Kisauni ni kubwa kuliko vile watu wanavyodhania, kuliko kule mjini. Umejaribu sana kadiri ya uwezo wako kututajia waliocheza timu ya Kongowea ama nini, lakini mimi nahisi kwamba nafasi ni kubwa wataja wale ambao tunasema walio graduate kutoka timu za huku Kisauni wakafika mbali katika uchezaji wa mpira. Pengine tukichukua dakika chache kidogo utukumbushe majina ya watu ambao ni wakukumbukwa kutoka Kisauni, ili na wao nyoyo zao zihisi kwamba historia pia inawalenga na wao. Hebu tuangazie kidogo upande huu. Shukran bwana Chairman Basawadi. Mimi nafikiria kuna mtu mmoja maarufu sana, nikikosa kumtaja hapa itakuwa sijakamilisha historia ya Kongowea, kwa sababu alhamdulillah alienukia akenda timu kadha wa kadha, na wakati fulani historia yake akijieleza amecheza timu nyingi sana. Huyo ni wakati huo alikuwa mimi naweza kumuita kijana, lakini sasa ni mtu mzima. Harubu alikuwa mchezaji wetu machachari sana, na katika wachezaji ambao walikuwa hawakosi katika game za Kongowea ni Harubu. Sisi Kongowea tunajivunia kwamba Harubu aliweza kuenukia, amecheza klabu kadhaa. Yusuf Harubu. Yusuf Harubu amecheza, sisi tulimchukua kutoka Kisauni United au maarufu Baba Dozi. Yeye pamoja na kina bamkwe wangu, namuita bamkwe mimi, anaitwa Salim Chengo. Salim Chengo, kina Saidi Amiri, na ni miaka mingi kukumbuka majina yote, lakini kama ulivyotangulia kusema kweli Kisauni ni kubwa. Na wakati huo timu ilikuwa ni Kongowea peke yake ambayo inacheza ligi. Basi ilikuwa tukipata wachezaji kutoka kuanzia Mkomani, Kongowea, Kisauni mpaka Bamburi, na tunajivunia tumeenua wachezaji kadha wa kadha ambao wamekuja kwa maarufu baadaye, kwa mfano kama Athman Mbugus, marehemu Morris Okoth na Lumumba, au nafikiri kwa wachezea Bandari, na wengine majina yamenitoka, lakini list ni kubwa sana, sijui kama nitakumbuka wote. Pia nditaja game maje ya Congo Boys hapo nyuma, na hiyo game mpaka sasa mimi yanichanganya kweli, iliisha bila au 1-1. Kwa hivyo wale ambao wataikumbuka hiyo game ambao walikuwa na fahamu zao wakati huo watanikosoa kama iliisha bila au 1-1, lakini game ambao iko katika kumbukumbu za watu wengi sana wa miaka hiyo ya nyuma, sababu game hiyo anifanya paka namkumbuka rafiki yangu. Huyu wengi hawamjui, lakini nitamtaja ndugu yake ambaye hivi sasa ni maarufu hapa mjini, ndio watajua. Huyo alikuwa ni mkubwa wa kina Babangida, na yeye naye tulimbandika jina tukamuita Murtala, Mohamed General Murtala, kwa sababu yeye alikuwa akipiga namba 6 pale nyuma. Basi ni kama center half, ni kama city, kama mkumbuka zamani football half back, na kuna half back na center half. Sasa yeye alikuwa pale nyuma akicheza kama center half, kama half back, tukimita General Murtala. Huyo ni marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Na kuna mwenzake ambaye pia naye ni marehemu, tukimita John Koga. Huyo John Koga alikuwa asipoonekana uwanjani, nakumbuka polisi watu wakiuliza wapi Koga, vile walipokuwa watu wakimpenda mashabiki. Kwa hivyo wachezaji ni wengi. Saibu wangu Athman Chai kabisa alikuwa ni timu wetu, piga center half hapo, na wengine kama nilitangulia kuwataja kina Isa Suleiman, kina marehemu Ibrahimu, marehemu Forklift. Na Ibrahim nakumbuka pia alichezea mchezaji mmoja kutoka shule huko akiitwa Safari. Basi ilikuwa namba 9 hapo akipiga Ibrahimu, alafu namba 10 akipiga Isa, namba 8 akipiga Safari au Degwa. Nafikiria alikuwa defense nyingi zikijipata ziko taabani. Hiyo ndio Kongowea ninayokumbuka. Wachezaji wengine kina Azizi, kina Degwa,
na kina Salim Chengo hao niliwataja, kuna Saidi Amiri. Wachezaji wa Kongowea ni wengi sana. Lakini tunashukuru alhamdulillah, si haba kuwakumbuka hao. Na kama tunavyoona sasa, mvutano pia upo baina yetu sisi katika uongozi wa huu mpira. Maanake tulikuwa tunajua sisi zamani ni KFF, siku hizi FKF. Lakini FKF hawana nguvu za kuupeleka mpira, kwa sababu kumezuliwa tena kikundi kingine cha pia na wao wanataka kupeleka huu mpira, lakini wao hawataki kufuata nidhamu za FKF. Tatizo hili waliona vipi wewe? Sisi kweli tunaweza kupata njia za kufaulu ukiwa tuna mvutano kiasi hichi?